Ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana. Uweponi mwako tukakae, uweponi mwako Bwana tukaishi, uweponi mwako Bwana tukaenende, uweponi mwako Bwana tukaishi, uweponi mwako Bwana tukakae, uweponi mwako Bwana tukaimarishwe, uweponi mwako Roho Mtakatifu tukawezeshwe, uweponi mwako Roho Mtakatifu tukasaidike, uweponi mwako Mungu liye hai tukatiwe nguvu, uweponi mwako Mungu liye hai tukainuliwe tena, uweponi mwako Bwana tukawezeshwe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe Bwana, 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 ravata zavaya levere kataya, katika jina la Yesu. Ninakataa kuenenda nje ya uwepo wako, ninakataa kuenenda nje ya uwepo wako. Katikati yako ewe mwamba, katikati yako ewe mwamba, ndipo tunapata faraja. Wale waliokata tamaa, ni katika uwepo wako ndipo tunatiwa moyo. Wale waliorudi nyuma, ni katika uwepo wako ndipo wanaimarishwa. Wale waliodhulumiwa, ni katika uwepo wako ndipo wanatetewa. Baba, 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 baba. Pita katika maombi, pita katika maombi. Omba kwa sauti, omba kwa sauti, omba kwa imani, omba kwa sauti, omba kwa imani, omba kwa sauti, omba kwa imani. Mwambie Bwana kwamba unakaa uweponi mwake. Pokea kibali katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba ukikaribie kiti cha neema na rehema kwa ujasiri, ili kupata neema na rehema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ewe Bwana, ewe Bwana, ewe Bwana, ni uweponi mwako ndipo tunapokea neema, neema ya kuwainua watu walio mavumbini, neema ya kuwakumbatia wale waliotupwa, neema ya kuwakumbatia wale waliokataliwa, neema ya kuwaokoa wale ambao waliokosea, neema ya kuwarejesha wale waliopotea, neema ya kuwabariki wale walioshinikizwa. Ravakata lebeketefia librandi katozi ataya, katika jina la Yesu. Ewe Roho Mtakatifu, ewe Roho Mtakatifu, katikati ya hizi kuta uwepo wako uzirike, katikati ya hizi kuta nguvu yako ionekane, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neno lako linasema ya kwamba nikaribieni mimi nami nitawakaribia ninyi. Tunakukaribia sasa wewe Bwana, kwa neema ya jina la Yesu. Tunapokea neema ya kukukaribia wewe Bwana uweponi mwako. Tunapokea kibali katika uwepo wako sasa, na kufanywa upya, na kufanywa upya uweponi mwako. Muda huu na saa hizi tunafanywa upya sasa, tunafanywa upya sasa, tunafanywa upya sasa, tunafanywa upya sasa, katika jina la Yesu. Omba maombi, mwambie Bwana, nifanye upya tarehe ya leo, nifanye upya muda huu. Uweponi mwa Bwana ndio vitu vinatakasika, uweponi mwa Bwana ndio maisha yanatakasika. Haijalishi ni laana gani iliyotamkwa juu ya maisha yetu, haijalishi Bwana ni vizingiti gani ambavyo watu wa giza wamefunga, haijalishi Bwana ni maneno gani ya matambiko yaliyonenwa, lakini kwa sababu tunapatikana sasa uweponi mwako, ndipo mambo yanatakasika, ndipo mambo yanatakasika, ndipo mambo yanatakasika katika damu ya mwana kondoo, katika uwepo wa Bwana ndipo mambo yanatakasika kwa jina la Yesu. We consecrate our life, tunayaweka maisha yetu wakfu katika uwepo wako daima. Rata pakata, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunapokea neema ya kukaa uweponi mwa Bwana, tunapokea neema ya kukaa uweponi mwa Bwana. Hakuna kitakachotuondoa uweponi mwako Bwana, hakuna kitakachotuondoa uweponi mwako Yesu, hakuna kitakachotuondoa uweponi mwako Mungu liye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Upendo wako na nguvu ya kumvuta mwenye dhambi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema ya kwamba kila silaha itakayofanyika kwa ajili yetu haitafanyikiwa, na kila ulimi utakaoinuka kuhukumu, wewe tutahukumu kwa mkosa. Maana wewe Bwana, imeandikwa ya kwamba naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa kwa sababu Yesu ametuokoa kwa damu yake, nasi tunapatikana sasa katika ufalme wake. Kila hukumu ya ghadhabu haina nguvu tena, haina nguvu tena juu yangu. Kila
kila nguvu ya ghadhabu, kila hukumu ya ghadhabu haina nguvu tena juu yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa kifo cha Yesu msalabani tumehesabiwa haki, kwa kifo cha Yesu msalabani tumehesabiwa haki. Kila laana iliyoandikwa kwamba Bwana itanipata kwa damu ya Yesu na kwa nguvu ya mauti ya Yesu Kristo, ninachomoka huko, ninachomoka huko, ninachomoka huko, ninachomoka huko. Pale ambapo Bwana kumewekewa vizuizi, pale ambapo Bwana kumewekewa mambo kwamba wengine watapita na mimi nitapita, kwa damu ya Yesu sitapita. I reject every demonic prophecy, every demonic declaration kwa jina la Yesu. Kila matamshi ya kipepo, kila matamshi ya kichawi yaliyokaa kiagano kwenye familia yangu kwa jina la Yesu, kwenye maisha yetu, ravatu limantaziata vadoja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Iko damu inayonena mema pale ambapo tumenenewa mabaya, pale ambapo tumenenewa laana, pale ambapo tumenenewa kwamba tutahangaika, pale ambapo tumenenewa kwamba tutahangaika, pale ambapo tumenenewa kwamba tutateseka, pale ambapo tumenenewa kwamba tutaharibika. Lakini iko damu, iko damu, iko damu, special blood of Jesus, iko damu ya Yesu Kristo, iko damu ya mwana kondoo katika ulimwengu wa roho, inayo justify, inayonena mema, inayonena mema kwa ajili ya maisha yetu. Iko damu inayonena mema, inayonena mema. Balaamu akasema ya kwamba nawezaje kumlaani yeye ambaye Mungu hajamlaani, yeye ambaye Mungu hajamlaani, nawezaje kumlaani yeye ambaye Mungu amembariki? Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pale ambapo wengine wanakwama, kwa mamlaka na kwa neema ya Yesu Kristo, mimi ninapita, mimi ninapita, mimi ninapita, mimi ninapita, ratapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila vifungo naona vinavunjika, kila vifungo vinavunjika, kila vifungo vinavunjika kwenye maisha yetu, kila vifungo vinavunjika, kila vifungo vinavunjika, kila vifungo vinavunjika, kila vifungo vinavunjika. Vifungo vilivyowanasa wengi, vifungo vilivyowashika wengi, vifungo vilivyowatesa wengine vinavunjika, vinavunjika. Vifungo vilivyoshika jina langu, vifungo vilivyoshika familia zetu, vifungo vilivyoshika Bwana uchumi wetu, vifungo vilivyoshika hatima kwa jina la Yesu vinavunjika by power by fire, by power by fire, kwa nguvu, kwa moto lao, kwa nguvu, kwa moto lao, kwa nguvu, kwa moto lao. Ninaamuru nguvu za Bwana, ninaamuru nguvu za Bwana, ninaamuru nguvu za Bwana kupita hapo, kupita hapo, kupita hapo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Rababababa, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila chochote ambacho adui amekipandikiza kwenye maisha yetu, kwenye maisha yetu, kila chochote ambacho adui amekipandikiza kwenye maisha yetu, kwenye jamaa zetu, kwamba hawa watu hawatavuka hapa, kwamba hawa watu hawatavuka hapa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila vipingamizi vinabomoka, 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 vinabomoka kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa jina la Yesu. Naona kuna vitu vinakatika, naona kuna kamba zinakatika, naona kuna kamba zinakatika, naona kuna kamba zinakatika, naona kuna kamba zinakatika, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Kuna kamba zinakatika, kuna kamba zinakatika, kuna kamba zinakatika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uko moto wa Bwana, uko moto wa Roho Mtakatifu, unapita magharibi, unapita kusini, unapita mashariki, unapita na magharibi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba 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 Ba 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 ba
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa ukiri wa jina la Yesu, kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Bwana, lolote lililotamkwa kwenye familia hii kwamba watu watahangaika, Bwana, kwamba watakaoshika ujauzito wafe nao, kwa jina la Yesu ninavuta hayo maneno. Kwa jina la Yesu tunavuta hayo maneno yaliyoandikwa kwamba hakuna atakayeolewa kwenye hiyo familia. Kwa jina la Yesu, kila chochote ambacho adui alikiandika kwamba kitafanyika kwenye familia hii, akaweka muhuri kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunavuta maneno hayo kwamba kwenye hii familia hakuna atakayekaa kwenye ndoa, kwamba kwenye hii familia hakuna atakayekaa kwenye ndoa. Kwa jina la Yesu tunavuta hayo maneno, kwa damu ya Yesu ninavuta hayo maneno katika jina la Yesu, kwamba kwenye hiyo familia hakuna atakayetoboa, hakuna atakayefanyikiwa, hakuna atakayefanyikiwa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu natangaza kila nira, natangaza kila nira zote za giza katapakata katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila nira zote za adui, kila nira zote za adui, kila nira zote za adui. Pitiliza kwenye maombi, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Naona kuna kamba zinavunjika, kuna kamba zinavunjika, zimekuwa zikiwekwa kwa muda mrefu sana, zimekuwa zikiwekwa kwa muda mrefu sana, zimekuwa hapo kwa muda mrefu sana, kwamba hakuna atakayevuka zaidi hapo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, namuona malaika wa Bwana, namuona malaika wa Bwana mwenye upanga, namuona malaika wa Bwana kwenye upanga, namuona malaika wa Bwana mwenye upanga. Malaika wa Bwana mwenye upanga anapita kwenye hiyo familia, anapita kwenye familia yako, anapita yoyo katika jina la Yesu. Naamuru nguvu ya Mungu, naamuru nguvu ya Mungu, naamuru huyo malaika, naamuru huyo malaika kukata kila kamba zilizowekwa, kila kamba zilizowekwa zilizofunga watu kwenye familia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliha, katika jina la Yesu aliha, katika jina la Yesu aliha, katika jina la Yesu aliha. Kila kamba zilizoshika watu kwenye hiyo familia, kwenye familia, kila kamba zilizokushika, kila kamba zilizokushika ninazikata leo, nazikata leo kwa moto, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwenye hii familia natangaza watu kuinuka, 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 natangaza watu kuangaza, natangaza watu kuangaza. Kila giza lililoingia kwenye hii familia natangaza watu waanze kuangaza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nuru na iangaze kwenye hii familia katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Imeandikwa ya kwamba taifa liliangamia kwa sababu nabii hakusimama. Kwa jina la Yesu ninasimama kama nabii kwenye hii familia, nami ninatangua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninatangua chochote adui alichokiweka, ninatangua chochote adui alichokitega kwa jina la Yesu. Maagano ya kipepo yaliyowaingiza hawa watu, yaliyomuingiza huyu mtu, iwe ni kwa kujua, iwe ni kwa kutokujua, natangaza damu ya Yesu ipite na kunena mema. Kadaba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu, endelea kuomba kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana apite kwenye familia yako, mwambie Bwana apite kwenye familia yako. Namuona malaika wa Bwana, namuona malaika wa Bwana iko anapasua njia, iko anapasua njia. Kuna boda zimewekwa kwenye familia za watu wengi sana. Kuna boda zimewekwa na ufalme wa giza kwamba hakuna atakayevuka hapo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wewe unavuka hapo. Kwa jina la Yesu natangaza unavuka hapo, unavuka hapo, unavuka hapo, unavuka hapo, unavuka hapo, unavuka hapo kwa jina la Yesu, unavuka hapo. Walisema kwamba kuna wengine watakufa na hayo magonjwa yaliyowaua wengi kwenye hiyo familia. Magonjwa, naona kuna magonjwa yaliyowachukua wengi kwenye hiyo familia. Naona kuna magonjwa yaliwachukua wengi kwenye hiyo familia. Magonjwa ya aina moja tu, aina moja ya magonjwa imewachukua watu wengi sana kwenye hiyo familia.
kwenye hiyo familia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayo maagano ya hayo magonjwa yanavunjika. Ravo kataya librandi kato, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni nguvu gani inayoweza kupingana na jina la Yesu? Ni nguvu gani inayoweza kusimama mbele ya jina la Yesu? Ni maagano gani ya kipepo yanayoweza kusimama mbele ya agano ya msalaba? Ni maagano gani yanayoweza kusimama mbele ya agano ya msalaba? Maana imeandikwa, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, naye alituhamisha akatuingiza katika ufalme wa amani, akatuingiza katika ufalme wa pendo, akatuingiza katika ufalme wenye nguvu, akatuingiza katika ufalme wenye afya, akatuingiza katika ufalme wenye ushindi, wenye neema. Radadadadadada revejetepa libanto sahaya, katika jina la Yesu. Bwana, Bwana, natangaza nguvu zako kwenye hiyo familia, kwenye hiyo familia, hiyo hati iliyoandikwa kwenye hayo magonjwa, hiyo hati iliyoandikwa kwenye hayo magonjwa. Naona imeandikwa kabisa na kidole kilichojawa na damu, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Iko damu inayopita, iko damu ya agano, iko damu ya Yesu, damu ya Yesu ya agano, iko damu ya Yesu ya agano, iko damu ya Yesu ya agano. Inapita kwenye familia, inapita kwenye maisha huyo, inapita kwenye maisha huyo, inapita kwenye maisha huyo, na vyote vilivyopandikizwa, na vyote vilivyopandikizwa, na vyote vilivyopandikizwa kwenye miili vinatetemeshwa, vinafyatuka. Vyote vilivyopandikizwa, vyote vilivyopandikizwa. Ni saa ya ufungulivu, ni saa ya ufungulivu, ni saa ya ufungulivu, ni saa ya ufungulivu. Na vyote vilivyopandikizwa kwenye huo mwili, na vyote vilivyopandikizwa kwenye huu mwili, kwa jina la Yesu vinatikiswa na nguvu ya Bwana, vinaondolewa kuanzia kwenye utosi wa kichwa hadi kwenye unyao wa mguu, hadi kwenye unyao wa mguu, hadi kwenye unyao wa mguu. Na vyote vilivyopandikizwa, naona kuna vitu vimewekwa kwenye tumbo, kwenye sehemu moja kwenye tumbo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Huwa mara kwa mara unahisi kwamba kuna kitu kinatembea, huwa mara kwa mara unahisi kwamba kuna kitu kinatembea kwenye hilo tumbo. By the power of the Holy Ghost, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, naachilia neema, naachilia moto wa Bwana, naachilia moto wa Bwana upite kwenye hiyo tumbo, internal organs, viungo vya ndani. Roho Mtakatifu ananiambia anashughulika na viungo vya ndani. Weka mkono wako kwenye tumbo, weka mkono wako kwenye tumbo katika jina la Yesu. Wewe ambaye una matatizo ya viungo vya ndani kwenye tumbo, Roho Mtakatifu ananiambia anafanya operation sio ya kawaida. Rapadaya veshete pakaya liamanto ziataya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na iwe roho wa Bwana, na iwe operation katika jina la Yesu. Hivyo viungo vya ndani vitengenezwe kwa upya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Vyote vya majani, kila maradhi, kila magonjwa kwa majina yake, iwe ni sukari kwa jina la Yesu, iwe ni vidonda vya tumbo kwa jina la Yesu, iwe ni matatizo yanayoambatana na uzazi, iwe Bwana ni kushika ujauzito na kuondoka kwa jina la Yesu. Na nyamazisha hiyo hali, na arrest hiyo hali kwenye hiyo familia, kwenye haya maisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pita kwenye familia za watu wako, pita kwenye maisha za watoto wako, pita kwenye familia ya mwanao huyo, pita kwenye maisha ya mtu huyo, pita kwenye maisha ya mtu huyo anayenisikia, katika jina la Yesu. Neema yako, nuru ya ngazi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes, there's the power of God. That's 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 the power of God. Yes. Kuna operation inaendelea
kuna jambo linatendeka, kuna jambo linatendeka, kuna jambo linatendeka, kuna jambo linatendeka. Something is happening, kuna jambo linatendeka. Something is happening, kuna jambo linatendeka. Kuna jambo linatendeka kwa jina la Yesu. Kuna jambo linatendeka katika jina la Yesu. Kuna jambo linatendeka katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Yes Lord. 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 Bwana wangu, na wengine kabisa wako kwenye ndoa zao, wako kwenye ndoa zao, lakini Bwana wenza wao, partner zao wamewashika maeneo mengine. Kuna nguvu ya giza, kuna nguvu ya giza imemshika, kuna nguvu ya giza imemshika huyo mwanaume, kuna nguvu ya giza imemshika huyo mwanamke. Sehemu. I locate that power, I arrest that power kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, kama vile ulivyomuarrest Sauli, kama vile ulivyomuarrest Sauli katika njiani kuelekea Damaski, hivyo Bwana nina arrest ilo pepo linalomsumbua huyo mwanaume, linalomsumbua huyo mwanamke aliye kwenye ndoa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. I break that yoke. Navunja hiyo nira ya giza, navunja hiyo nira ya kipepo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninarejesha huo ufahamu. Ninarejesha huo ufahamu. Ninarejesha huo ufahamu. Ninarejesha huo ufahamu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa nguvu ya ufufuo. Kwa nguvu ya ufufuo, by the power of resurrection, narejesha huo ufahamu. I speak restoration kwenye huo ufahamu. Natangaza urejesho wa ufahamu. Natangaza urejesho wa ufahamu. Kuna mara unajikuta tu umefanya jambo. Kuna mara unajikuta umefanya jambo lakini hauelewi kama ni wewe ndio umefanya. Kuna mara unajikuta unafanya jambo ambalo ulikuwa ulitaki kulifanya, lakini ghafla unajikuta unalifanya. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninaondoa hiyo hali. Ninaondoa hiyo hali. Ninaondoa hiyo hali. Ninaondoa hiyo hali. Ninaondoa hiyo hali katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu anataka kushughulika na watu ambao wanaopoteza kumbukumbu, walio na tatizo la kupoteza kumbukumbu. Wana tatizo la kupoteza kumbukumbu. Yaani unapoingia fasi unasahau kabisa jambo ambalo limekupeleka. Sio kama ni hali ya kawaida, ni hali ambayo imeanza tokea zamani na imekupelekea kupoteza vitu vingi sana. Imekupelekea hata kupoteza fursa nyingi sana, kupoteza kumbukumbu katika jina la Yesu. Problem of memory kwa jina la Yesu, hiyo hali na ikuachie. Haya Roho Mtakatifu aliyelifunua hili aanze kuarrest kila roho kwa jina la Yesu Kristo aliye katika jina la Yesu. Hiyo hali ikuachie kupoteza kumbukumbu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Iko operation, iko neema, iko nguvu katika jina la Yesu. Endelea kuunganika na nguvu ya Roho Mtakatifu. Endelea kuunganika na nguvu ya maombi katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. 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 Maana unarejesha kumbukumbu katika jina la Yesu. Unarejesha kumbukumbu katika jina la Yesu. 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 Narejesha hizo kumbukumbu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa neema ya ajabu, kwa neema ya ajabu, kwa neema ya ajabu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Thank you Jesus, thank you Jesus. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo aliye hai, 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 ninatangaza muujiza, ninatangaza muujiza katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa katika jina la Yesu Kristo, imekuwa katika jina la Yesu Kristo, imekuwa katika jina la Yesu. Tayari, 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 tayari. It is permanent, it is permanent. Iko permana sasa, iko permana sasa, iko permana sasa kwa jina la Yesu. It is permanent now, it is permanent now in the mighty name of Jesus Christ, in the name of Jesus, in the name of Jesus. It is permanent. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Nataka umshukuru Bwana, nataka umshukuru Bwana. Anza kumshukuru Bwana kwa kinywa chako. Mwambie Bwana asante kwa kuniponya, asante kwa kunifungua. Mwambie Bwana asante, asante kwa kuirejesha hatima. Asante Yehova, asante. Thank you Jesus, thank you Jesus. Asante kwa kunifungua. Mtukuze Bwana, mshukuru Bwana, muhimidi, muhimidi. Hebu mshangilie Bwana, mshukuru kwa kinywa chako. Mwambie Baba asante, asante. Mwambie Baba thank you Jesus. Mshukuru Yesu, mshukuru Yesu, mshukuru Yesu. Mwaibishe shetani, mwaibishe shetani. Endelea kumshukuru Bwana kwa kinywa chako. Endelea kumshukuru Bwana kwa moyo wako wote. Muhimidi Bwana, muhimidi Bwana, muhimidi Bwana katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Asante Bwana, asante Bwana kwa kuwasaidia watu wako. Thank you for the deliverance. Asante Bwana, thank you Lord, thank you Lord. Asante kwa ufungulivu, kwa ufungulivu Baba wa milele. Pokea shukrani kwa ajili ya ufungulivu katika jina la Yesu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Thank you Jesus, 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 thank you Lord, thank you Father, thank you King of Kings. Asante mfalme wa wafalme, asante mponyaji, asante mfunguaji, asante Mungu uliye hai katika jina la Yesu. Pokea shukrani Bwana, wewe ufunguaye familia, wewe urejeshaye ndoa, wewe ufunguaye maisha, wewe urejeshaye afya, wewe uponyaye katika jina la Yesu. Pokea shukrani, pokea shukrani katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Asante Bwana Yesu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwamini Bwana, mwamini Bwana mtu wa Mungu. Shukuru kama mtu aliye na imani, mtu ambaye ametendewa. Shukuru kadiri unapoendelea kushukuru, kadiri unavyoendelea kushukuru, kadiri inatendeka kwa viwango. Kadiri unaposhukuru Bwana, kadiri muujiza wako unabaki permanent. Kadiri unapoendelea kushukuru Bwana, kadiri Bwana anakutimizia pia haja ya moyo. Kadiri unavyoendelea kumshukuru Bwana, kadiri Roho Mtakatifu anaendelea kukupa haja ya moyo. Kadiri unapoendelea kumshukuru Bwana hata kwa lile ambalo halijaombewa, Bwana analifanya. Mshukuru tu Bwana, endelea tu kumshukuru. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana kwa shukrani, mshangilie Bwana kwa shukrani. Muhimidi yeye, muhimidi yeye. Mshukuru Bwana, mwambie Bwana asante kwa kunikumbuka. Mwambie Bwana asante kwa kunikumbuka tarehe leo. Mwambie Bwana asante kwa kuikumbuka familia yangu. Mwambie Bwana asante kwa kuikumbuka ndoa yangu. Mwambie Bwana asante kwa kuikumbuka nyumba yangu. Mwambie Bwana asante kwa kunikumbuka. Asante Bwana. Kadiri unavyoendelea kushukuru, kadiri Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anafanya permanent na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Yes, 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 katika jina la Yesu.
Ushukuriwe wewe Bwana, ushukuriwe wewe Bwana, ushukuriwe wewe Yesu, ushukuriwe wewe Mungu wa miungu, ushukuriwe wewe utendaye miujiza, ushukuriwe wewe Bwana unayewajali watu wako, ushukuriwe wewe Mungu unayetusaidia, ushukuriwe wewe Mungu unayetutendea, ushukuriwe wewe Mungu unayetuwezesha, ushukuriwe wewe Mungu unayetuwezesha. Baba, ushukuriwe milele yote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah.